Hii ni Kakwale TV. Moja ya miradi inayotekelezwa ni ujenzi wa soko la kisasa la mazao eneo la Kanunu. Gharama ya mradi, ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, hadi kukamilika kwake mradi huu utagharimu jumla ya shilingi bilioni 7,303,470,555 bila senti, bila ongezeko la thamani basi. Aidha, miundombinu inayojengwa ni pamoja na magara manne, ofisi ya msajili, nyumba ya mamalishe, matundu ya vyoo 12, tengi la maji la ardhini, kibanda cha jenereta, ofisi za mawakala na stendi ya maegesho ya malori. Manufaa ya mradi, ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Kitaifa, kukamilika kwa mradi huu kutasaidia kuongeza thamani ya mazao yanayozalishwa ndani na nje ya halmashauri ya manispaa Sumbawanga na kuharakisha kukua kwa uchumi wa wananchi. Aidha, mradi umetoa ajira kwa wakazi wa manispaa ya Sumbawanga wapatao 80, kati yao wanawake 30 na wanaume 50. Kwamba leo hii tayari tumeshakuwa na eneo la uhakika. Tunatambua tutakapokuwa tunalima bidhaa zetu, basi kuko mahala pa kwenda kupeleka bidhaa hizo, na hakuna bidhaa ya mwananchi yoyote ambaye ataweza kuizalisha ndani ya wilaya hii ya Sumbawanga ikashindwa kuweza kupokelewa katika eneo hili. Mimi niwahakikishie hilo, na ndiyo maana tumekuja kuleta matumaini kupitia Mwenge wa Uhuru. Lakini jambo kubwa ambalo mimi mwenyewe nimefarajika nalo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, huu ni mkoa wa 29, mikoa ambayo tumepita 28. Kwa kweli ndiyo mara yangu ya kwanza kuona kituo maalum kwa ajili ya wajasiriamali kama hivi tuliopo mahali hapa. Wajasiriamali oye! Naamini hata yeye mwenyewe kiongozi wetu wa taifa hili Mheshimiwa Rais Daktari Samia kupitia wanahabari siku ya leo, atakapoona jambo kubwa kama hili ambalo linafanyika na Mwenge wa Uhuru umeletwa kupewa heshima, kwa kweli ataendelea kujionia faraja na ataendelea kuona kwamba wale ambao amewateua hakuweza kuwapa dhamana ya kusimamia maendeleo kwa ajili ya wananchi, kwa kweli wanaendelea kutimiza wajibu wao. Mimi ambaye nimeingia leo ndani ya wilaya hii ya Sumbawanga, nilionayo ndani ya maono yangu ni makubwa zaidi ambayo mnayafikiria wananchi walio wengi. Imani yangu kuona ya kwamba baada ya mwaka mmoja usiozidi miwili, tunaacha kuita manispaa ya Sumbawanga, tunaenda kuita jiji la Sumbawanga. Naomba jipigieni makofi makali. Oye! Sumbawanga safi! Na hayo ndugu zangu yanawezekana. Vipi yanawezekana? Lazima kila mmoja aende akapige kura tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka huu. Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.